Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Sina shaka umeamka salama kabisa. Hapa nina taarifa moja kwa moja kutokea nchini Marekani ambapo Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kwamba ataidhinisha mashambulizi dhidi ya Hamas, hatua ambayo inaweza kuvunja makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na kundi hilo la Wapalestina endapo Hamas itaendelea kulenga magenge na watu wanaoshukiwa kushirikiana na Israel ndani ya Gaza. Trump aliandika katika ukurasa wake wa mitandao ya kijamii siku ya Alhamis, na nukuu, "Kama Hamas itaendelea kuua watu huko Gaza, jambo ambalo halikuwa sehemu ya makubaliano, tutalazimika kuingia na kuwaangamiza. Asanteni kwa kuzingatia hili." Baadaye alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari, Trump alifafanua kuwa jeshi la Marekani halitaingia Gaza. Sisi tutakaoingia, alisema. Hatutalazimika kufanya hivyo. Wapo watu wa karibu sana jirani ambao wataingia na kumaliza kazi kwa urahisi, lakini chini ya usimamizi wetu, akionekana kumaanisha Israel bila kuitaja moja kwa moja. Matamshi hayo yanaonyesha mabadiliko makubwa katika msimamo wa Trump, kwani mapema wiki hii alisema hakuwa na tatizo na hatua ya Hamas kupambana na magenge ndani ya Gaza. Na nukuu tena, "Walizishughulikia baadhi ya genge baya sana na waliwaua wanachama kadhaa wa magenge hayo. Kusema kweli, hilo halikunisumbua sana. Ni sawa," Trump alisema siku ya Jumanne, mwisho wa nukuu. Ripoti zinaonyesha kuwa mapigano makali kati ya wanachama wa Hamas na magenge yenye silaha huko Gaza, ambayo yanatuhumiwa kwa kufuja misaada ya kibinadamu na kushirikiana na Israel. Baada ya mapigano hayo siku ya Jumapili, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Gaza ilitangaza msamaha wa jumla kwa wanachama wa magenge ambao hawakuhusika katika umwagaji damu. Mwezi Juni, maafisa wa Israel walikiri kuyapatia silaha magenge ya Gaza, baadhi yakiwa na uhusiano na ISIL, yani ISIS, kwa lengo la kudhoofisha utawala wa Hamas. Katika tukio jingine, wapiganaji wa genge linalohusishwa na Israel waliua waandishi mashuhuri wa habari wa Kipalestina Saleh Al-Jafarawi, kwa mujibu wa mamlaka za ndani. Baada ya tukio hilo, mamlaka za Palestina zilisema Hamas imewaua washukiwa wa kushirikiana na Israel na kulani hatua hiyo kama uhalifu mkubwa wa ukiukwaji wa haki za binadamu. Ofisi ya Rais wa Palestina Mahmoud Abbas ilisema kilitokea ni uhalifu, ukiukwaji wa wazi wa haki za binadamu na ni kosa kubwa dhidi ya utawala wa sheria. Trump pia ametishia Hamas kwa jambo jingine. Kulingana na mpango wa usitishaji mapigano wa Marekani, Hamas inatakiwa kujitoa katika shughuli za kijeshi na utawala wa ndani ya Gaza. Hata hivyo, haijulikani kama kundi hilo limekubali masharti hayo. Siku ya Alhamis, Trump alionya, "Watalazimika kujisalimisha silaha zao, na kama hawatafanya hivyo, tutawanyang'anya silaha kwa nguvu, na hilo litatokea haraka, pengine kwa vurugu." Ingawa makubaliano ya usitishaji wa mapigano yameendelea tangu Jumamosi, Israel imeendelea kuyakiuka, ikiua Wapalestina kila siku, ikidai kwamba walikuwa wanakaribia maeneo ya kijeshi ambayo hayajawekwa mipaka wazi. Aidha, Israel imetishia kuzuia tena misaada ya kibinadamu kwa Gaza, ikidai Hamas haijarudisha miili yote ya mateka waliokuwa nayo na imechelewesha kufunguliwa kwa mpaka wa Rafah unaounganisha Gaza na nchi ya Misri. Trump ameitaja hali hiyo kama alfajiri ya Mashariki ya Kati mpya, lakini vitisho vyake vipya vinaweka mashaka makubwa juu ya imara wa usitisho mapigano, huku uvamizi wa Israel ukiendelea na hatima ya utawala wa Gaza ikiwa haijulikani. Ni taarifa kubwa sana wiki hii ambapo Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kwamba anaweza kuidhinisha mashambulizi dhidi ya Hamas kama watazidi kuweza kuua watu huko Gaza. Mtazamaji, nitakuletea uchambuzi wa kina wa taarifa hii. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.